Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu tena katika masaa haya kwa kunipatia nafasi ya kukutana na wewe tena, wakati tukiendelea kufuatilia mfululizo wa masomo yenye kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Na somo langu la leo ni somo moja kati ya masomo ninayoyapenda sana. Lina kichwa kinasema makao mapya ya watakatifu. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa sababu ya mpango mzuri wa ukombozi, na ya kwamba mwisho wa mambo yote umetuandalia mahali bora pasipo na dhambi wala mateso, mahali ambapo furaha yetu itafikia katika kilele chake, mahali ambapo bustani ya Eden iliyopotea itarejeshwa tena. Tujalie tunapofungua gombo la chuo, tutazame japo kwa mbali mionjo ya raha zinazokuja, katika jina la Yesu, amen. Makao mapya ya watakatifu. Yohana 14 fungu la kwanza na la pili, Yesu aliahidi akatuambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu makao ni mengi, kama si hivyo ningali waambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Yesu anasema nyumbani kwa Baba yetu pana makao pengi, yaani hakuna anayeweza kujaza, hakuna anayeweza kukosa nafasi. Pana nafasi ya kutosha. Na Yesu anasema kama pangekuwa pana sehemu ndogo, si ningeliwaambia kwamba jamani, imetosha. Yesu anasema nafasi ipo kubwa, na anatukaribisha wote katika makazi ambayo ameenda kutuandalia. Je, ni mahali gani Yesu ameenda kuandaa? Isaya 65 fungu la 17, maana tazama mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya, na mambo ya kwanza hayatakumbukwa wala hayataingia moyoni. Haleluya! Yaani hutakuwa tena na stresi za maisha yaliyopita, hutakuwa tena na mawazo juu ya ulimwengu huu wa dhambi. Mambo yake ya ajabu, mabaya, misiba, majanga, mateso hayataingia tena moyoni. Haleluya! Biblia inatuambia katika Mathayo 5 fungu la 5, heri wenye upole, maana watairithi nchi, nchi ile njema ambayo tutakaa ndani yake. Isaya 65:21 anasema, nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake. Nitakuonyesha baadaye namna ambavyo si tu kwamba Mungu atatupatia manyumba na majumba katika mji wake, pia ataturuhusu tuendeleze sehemu mbalimbali za dunia hii. Biblia inatuambia katika Ufunuo 21 fungu la 2, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umeweka tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupamba kwa mumewe. Watakatifu wamechukuliwa na Yesu, wamepaa mbinguni, wamekaa miaka 1000 kama ambavyo tumejifunza katika somo letu la tumaini la milenia. Na sasa mji mtakatifu unashushwa kutoka juu mbinguni kuja duniani, na dunia inaumbwa upya kwa ajili ya makao ya wasiona dhambi. Biblia inatuambia katika fungu la 16 la Ufunuo 21, mji wenyewe ulikuwa wa mraba, upana na urefu wake ni sawa. Basi malaika akaupima mji huo kwa kijiti chake, ulikuwa na urefu na upana na kipimo cha kama kilomita 2400. Katika Biblia ya Kiswahili cha Kimvita inasema maili 15. Sasa maili 15 ukikonvert kwenda kilomita ni kilomita 2400. Nisikiliza vizuri. Biblia inatuambia mji huu ni wa mraba. Maana yake mapana yake ni kilomita 2400. Marefu yake kwenda upande wa mwingine kilomita 2400. Kwenda juu kwake ni kilomita 2400. Hebu nataka hilo ulifikirie kidogo. Nchi yetu wa Tanzania kutoka juu kabisa mpaka chini hazifiki hizo kilomita 2400.
mpaka ushuke tu kwenye mfike Mozambiki hapo chini, ndo unaweza ukafikisha kilomita 2400. Kumbuka huu ni mji, ni jiji. Ni kama kusema nchi ya Tanzania ina jiji lake linaitwa Dar es Salaam. Kwa hiyo hili ni jiji, it is a city. Jiji lenye ukubwa wa urefu wa kilomita 2400 halipo katika dunia ya leo. Jiji kubwa namna hii, halafu kupanda juu kwake, magorofa yake kwenda juu yana urefu wa kilomita 2400. Let that sink in. Gorofa refu kuliko yote duniani, nazungumzia duniani, halina urefu hata wa kilomita 1. Yaani gorofa refu sasa hivi ni Burj Khalifa. Bado hawajajenga gorofa lingine, japokuwa Saudi Arabia wanataka kufunika rekodi ya Burj Khalifa, lakini United Emirates nao wanataka kupambana kufunika rekodi yao wenyewe ya jengo lao hilo la Burj Khalifa. Lina urefu wa mita 800 na ushe, halijafika kilomita 1. Sasa magorofa ya Mungu yaliyo katika mji wake, unajua mimi naiongea katika perspective ya uinjinia kwa sababu mimi ni injinia, yana urefu wa kilomita 2400. Let that sink in. Unajua wakati jengo refu kuliko yote linajengwa duniani, Burj Khalifa, hakukuwa na vitabu vinavyoelezea teknolojia ya kujenga jengo refu namna hiyo. Ikabidi waunde aina mpya ya msingi. Maana unajua tunapojenga majengo kuna aina mbalimbali za msingi. Kuna raft foundation, kuna footing foundation, kuna pile foundation. Wakati wanajenga Burj Khalifa, misingi aina yote hiyo haikuonekana inaweza kubeba gorofa la namna hiyo. Ikabidi mainjinia waingie tena darasani, wabuni mfumo mpya wa msingi, teknolojia mpya kujenga msingi ya kubeba jengo refu namna hiyo. Ninaisisitiza kwa sababu mimi ninaongea kutoka katika akili za injinia. Jengo lenye urefu wa kilomita 2400 ni beyond human wisdom, beyond human knowledge, beyond anything we can ever imagine. Hakuna mwanadamu mwenye akili na teknolojia ya kujenga jengo la namna hiyo. Haleluya. Kilomita 2400 kwenda juu. Tanzania hapa majengo yetu yana kilomita 20 yana gorofa 24 mpaka 33, yana mita chache tu kwenda hewani. Lakini hata huko walipoendelea hawana jengo la kilomita 1. Sasa hivi ndo wanapambana kutaka kujenga jengo la kilomita 1. Lakini halitafika kilomita 1 kamili kwa sababu kutakuwa na urefu wa antena karibu mita kadhaa. Na hivyo kwa akili ya kibinadamu it is impossible task. Lakini nazungumza habari ya Mungu muumbaji. Mungu ambaye dunia hii aliiumba kwa kutamka ikawa. Sembuse engineering ya majengo, hiyo ni piece of cake kwa chief architect, grand designer. Gorofa lake la kilomita 2400. Sasa jiji hili kubwa namna hii litatosha kuhifadhi watakatifu wote tangu enzi za Abeli mpaka mtakatifu wa mwisho atakayebadilishwa wakati wa ujio wa Yesu. Ningalikuwa nina muda wa kutosha, ningekufanyia calculation of space ya kwamba kila mtu akiwa na apartment yake, nyumba yake katika jiji lile, tutaweza kuwa na nyumba ngapi, na kila mtu atakaa kwa nafasi gani ya kujinafasi kulingana na description za Bible zinazotupa. Biblia imetuambia na inatuonyesha ya kwamba jiji hilo litaweza kutosha makazi ya watu mabilioni kwa mabilioni. Haleluya. Sijui tutatumia lifti za namna gani, lakini najua Bwana injinia mkuu ameandaa habari njema. Ndugu zangu wapenda, Ufunuo 21 fungu la 12 nasema, ukuta wake ulikuwa mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na ile milango 12 ni lulu 12, kila mlango ni lulu moja, na njia za mji ni dhahabu safi kama kioo angavu.
Unajua, ukiwa engineer ndio utaweza kuappreciate mafungu haya ya Biblia. Biblia inatuambia milango, jiji hilo lina milango 12, kwa maana kila upande lina milango mitatu. Manake upande wa kusini, mashariki, kaskazini, magharibi, kila upande milango mitatu. Na milango hii sio ya mkongodeka sio ya mninga, sio ya mkongo, sio ya mtiki. Milango hii ni lulu safi. Yani entire structure ya mlango toka juu mpaka chini ni madini ya lulu safi. Lulu ni moja kati ya madini ya adimu hapa duniani. Biblia inatuambia barabara zake, njia zake ni za dhahabu. Haleluya. Unajua sasa hivi teknolojia kubwa ya pavement, ya barabara, pavement design ni lami. Na kiwa umesogea mbele zaidi unataka durability, lami, unapo design lami tuna design life span yake miaka 25, serviceability yake. Lakini ukitaka basi idumu muda mrefu, tunafanya rigid pavement, tunatumia zege, ambayo hiyo tunategemea inaweza ikadumu zaidi ya miaka 50. Barabara za kule mbinguni sio lami wala sio zege, ni dhahabu safi. Haleluya. Maana yake kwanza ni imara, lakini za kuvutia. Dhahabu ambayo imekuwa ni kitu cha kututoa roho katika dunia hii. Watu wanapambana kwa ajili ya dhahabu. Kule katika mji wa Mungu, dhahabu inakaa barabarani, tunatembea tunaikanyaga. Haleluya. What a wonderful city. Je, Biblia inasema nini juu ya upatikanaji wa maji na chakula katika jiji hilo? Ufunuo 22 fungu la kwanza, Biblia inasema, kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Sosi ya maji inatoka katika kiti cha enzi chenyewe. Yohana anasema mto unang'aa kama bilauri. Hakuna maji machafu kule, hakuna kipindupindu, hakuna typhoid. Maji yanatoka katika kiti cha enzi chenyewe. Katika Ufunuo 22 fungu la pili, Biblia inasema, na katikati ya njia kuu yake, yani katikati ya ule mto, upande huu na upande huu wa mto, ulikuwako mti wa uzima uzao matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo huponya mataifa. Biblia inatuambia katika huo mti unaondoka katika kiti cha uzima, kuna mti mkubwa ambao una miti yake unashuka upande wa kushoto, mizizi yake mingine upande wa kulia. Maana katikati kuna aki kubwa ambapo mto unapita. Na Biblia inatuambia mti huo unazaa matunda aina 12. Let that sink in. Yani hapo utapata maembe, ukitaka ndizi utapata ndizi, ukipata maepo utapata maepo, ukitaka mananasi utapata mananasi. Mti mmoja unatoa matunda aina 12. Haleluya. Na Biblia inasema majani ya mti huo huponya mataifa. Maana tutakapokombolewa, ndugu zangu, tutakuwa katika miili yetu hii ambayo tuko nayo sasa hivi imebadilishwa. Lakini miili hii tulio nayo sio miili ambayo Mungu amedestiny. Unajua, wakati Mungu amemuumba Adam na Hawa, walikuwa majitu makubwa marefu kama manguzo ya umeme. Na hivyo tutakapokuwa tunakula matunda na majani katika mti wa uzima, vimo vyetu vitakuwa vinakuwa, tunarudishwa katika ule utukufu ambao Mungu ameutazamia. Haleluya. Maana wakati wa kukombolewa, Adamu atatuangalia namna hii kama vipanzi, lakini tukishakaa mbinguni na kula katika mti wa uzima, tutakuwa na kuwa kama Adamu, miili yenye utukufu mkubwa. Katika kitabu cha Isaya 65 fungu la 21, Biblia inasema, nao watapanda mzabibu na kula matunda yake. Unajua, Mungu anasema ya kwamba kama hali ilivyokuwa kabla ya dhambi, ndivyo itarudi baada ya dhambi kukomeshwa. Kwa hiyo kama Mungu alimpatia Adamu shughuli za kutunza bustani kabla ya dhambi, maana yake kazi ile haikuwa laana wala mzigo. Maana yake dhambi itakapokomeshwa, kazi za namna hiyo zitaendelea. Watu wa Mungu watateki care ya bustani ya dhabihu, watakula matunda na kuchepusha mazao.
Tunaambiwa katika Isaya 35 fungu la 5 na la 6, ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa, masikio ya viziwi yatazibuliwa, na ndipo mtu aliye na kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Vipofu wataponywa upofu wao. Wale waliokufa wakiwa vilema watakapofufuliwa watabadilishwa, na watapokuwa wanakula mti wa uzima wataendelea kukua katika ukamilifu wa Bwana. Mabubu wataongea, hakutakuwa na kinyonge. Isaya 33 fungu la 24, Biblia inasema, wala hapana mwenyeji atakayesema mimi ni mgonjwa. Hakutakuwa na magonjwa katika jiji lile linalokuja ambalo Mungu amewaandalia watoto wake. Hakuna malaria, hakuna typhoid, hakuna UTI, hakuna ukimwi, hakuna kansa, hakuna uvimbe, hakuna ugonjwa wowote, kwa sababu magonjwa haya yote ni matokeo ya dhambi iliyoletwa na mharibifu Shetani. Na kule katika nchi mpya yote hayo hayapo. Ninautamani mji ule. Ndio maana Petro alipokuwa akitafakari akasema, ninautazamia mji mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Ndugu zangu wapendwa, Isaya 65 fungu la 25 inasema, mbwa mwitu na mwanakondoo watalisha pamoja, simba atakula majani kama ng'ombe, na mavumbi yatakuwa chakula cha nyoka. Bahati mbaya, nyoka adhabu yake itaendelea. Hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wa Mungu mtakatifu wote, asema Bwana. Hawa wanyama ambao tunawaita carnivorous, kabla ya dhambi hawakuwa wanakula nyama, na hivyo baada ya dhambi Mungu atarudisha hali ilivyokuwa kabla ya dhambi. Hakutakuwa na kuuana, wanyama hawatauana. Biblia inatuambia simba atabadilishiwa diet, atakula majani kama ng'ombe. Mbwa mwitu na mwanakondoo watalisha pamoja. Sasa hivi huwezi kuchanganya mbwa mwitu na mwanakondoo. Mbwa mwitu atamla mwanakondoo, kwa sababu mbwa mwitu anakula nyama. Mungu atawabadilishia diet, hakuna mmoja atakayemdhuru mwingine. Isaya 11 fungu la 6, moja kati ya mafungu ninayoyapenda. Biblia inasema, mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, na chui atalala pamoja na mwanambuzi. Ndama na mwanasimba na kinono watakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Mimi nina watoto wadogo, kwa hiyo ninaposoma fungu hili ninapata picha binti yangu, kijana wangu mdogo yule, ikiwa Bwana atakuja wakiwa bado wadogo, katika bustani ya Mungu watakuwa wanawachunga mbuzi, ng'ombe, simba, chui, wanacheza nao. Wanyama ambao sasa hivi hawawezi kukaa pamoja. Mbwa mwitu hawezi kukaa na mwanakondoo, chui hawezi kukaa na mwanambuzi, ndama hawezi kukaa na simba, sembuse mtoto kukaa kati yao. Kutakuwa na perfect harmony, amani kamili, raha na amani na upendo vitatawala katika nchi mpya. Ufunuo 21 fungu la 4 nasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena. Sio viumbe visivyo binadamu vitakavyokufa. Hakuna mnyama atakayekuwa anakufa, hakuna samaki, hakuna ndege atakayekuwa anakufa, hakuna mwanadamu atakayekuwa anakufa, kwa sababu mauti ilikuja kama matokeo ya dhambi. Hakuna hata mti utakao kufa. Vyote hivyo ni matokeo ya dhambi. Maisha yatakuwa ni ya milele. Kuna wakati you can't define eternity, kwa sababu maisha yetu yamekuwa confined kwa miaka michache sana. Angalau ndugu zetu wa kale kina Adam waliishi miaka 900 wakapata glimpse of eternity. Sisi tunaishi leo miaka michache. Biblia inasema tutaishi milele. Watakatifu watakuwa na miili ya namna gani? Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 fungu la 20-21, Biblia inasema, kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, atakayeubadili huu mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Tutapewa miili kama ya Yesu. Miili hii dhaifu, minyonge, isiyo na nguvu, inaougua, miili dhaifu,
itabadilishwa na tutapewa miili kama ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kuna watu wanasema mwili wa Yesu ni wa kiroho. Hapana, physical body. Biblia inatuambia Yesu alipofufuka alikuwa na physical body. Katika Luka 24:37 na 39, wakashituka wakaogopa sana Yesu alipotokea mbele yao, wakidhani ya kwamba wanaona roho, kwa sababu Yesu alikuwa amekwisha kufa. Akawaambia, mbona mnafadhaika Yesu, na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa navyo. Kwa hiyo tutakuwa na mwili halisi kama wa Yesu. Je, watu kutoka duniani hapa tutakapokutana mbinguni katika mji ule, tutatambuana? Nitaweza kukujua, wewe kumbe ni rafiki yangu, huyu kumbe alikuwa mke wangu, kumbe walikuwa watoto wangu. Tutaweza kutambuana? Wakorintho wa kwanza 13:12 Biblia inasema, maana wakati wa sasa tunaonana kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaonana uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Na hivyo kama vile Kristo alipofufuka wakamtambua kwa sura na mwili wake, vivyo hivyo na sisi tutakapopewa miili yetu tutaretain mionekano yetu. Na ndio maana nawaambiaga watu, wewe ni wa thamani. Kuna watu hawajithamini kabisa. Wakijiangalia kwenye vioo wanadhani wameumbwa vibaya. Wengine huenda kufanya surgery kurekebisha pua zao, kurekebisha macho yao, kurekebisha lips zao, kurekebisha maumbile yao, kwa sababu hudhani ya kwamba wameumbwa vibaya. Wewe ni wa thamani, umeumbwa kwa jinsi ya ajabu na kutisha, na Mungu kuprove kwamba wewe ni wa thamani. Ikiwa utaokolewa, Mungu ataretain muonekano wako. Na hivyo nikikutana na John rafiki yangu nitajua huyu ni John. Nikikutana na Hamisi rafiki yangu nitajua huyu ni Hamisi. Nikikutana na Ivanka nitajua huyu ni Ivanka. Nitakutambua, tutatambuana katika mji ule mtakatifu. Katika kitabu cha Isaya 35 fungu la 10 Biblia inasema, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Haleluya! Hebu angalia vibe na maisha ya hawa watu waliokombolewa. Biblia inasema watakuwa wakitembea, wakirudi, wakifika Sayuni katika mji wa Mungu, wataimba kwa furaha. Watakuwa na furaha ya milele juu ya vichwa vyao. Watakuwa watu wa furaha, watapata kicheko, watapata raha, huzuni itakimbia. Hakutakuwa na makasiriko kule wala visirani. Raha, amani, furaha zitatawala milele. Zaburi 16:1 inasema, utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Huu mji mtakatifu ameuandaa Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Maisha haya ya furaha na raha milele, maisha ya adventure, Mungu ameniandalia mimi na wewe, ikiwa tutaishinda dhambi, na ametupatia nguvu za kuishinda dhambi katika Kristo Yesu. Zekaria 8 fungu la 5 Biblia inasema, na hizo njia za mji, yani hili mitaa katika jiji la Yerusalemu, zitajawa na wavulana na wasichana wakicheza katika njia zake. Haleluya! Watoto wetu watakuwa na furaha katika jiji lile. Vijana wadogo kwa wakubwa, wa kiume kwa wa kike, wataijaza mitaa yake wakiimba kwa furaha na kicheko, wakimtukuza Mungu. Isaya 40:31 Biblia inasema, bali hao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Katika kitabu cha Isaya sura ya 66 fungu la 22 mpaka 23 Biblia inatueleza maisha ya ibada yatakavyokuwa katika mji ule. Biblia inasema, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakavyozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Na hivyo Mungu anatuambia, siku zingine tunaweza kuwa tunaendelea na shughuli zingine,
Sisi tunaopenda kuexplore, tutakuwa tuna explore ulimwengu wa Mungu. Ninaupenda wimbo fulani, mwimbaji fulani aliimba akasema, tutakapofika mbinguni, naomba usinitafute mpaka baada ya miaka 1,000,000. Tusitafutane kule, maana wengine tuna shughuli zetu tunatamani kuvifanya. Tutakuwa tukizurura katika sayari mbalimbali kuchunguza uumbaji wa Mungu. There is vast creation iliyosambaa huko, billions of galaxy, billions of planet, billions of the stars. Tutatamani kwenda huko na huko kuushangaa uumbaji wa Mungu. Tutatamani kufanya research mbalimbali. Tutatamani kujua mambo mengi. Unajua kuna watu wakizungumza mbinguni wanapofanya paonekane sehemu inayoboa. Wanasema mbinguni tutakuwa tu tunaimba mchana kutwa, usiku kucha ni kuimba tu. Mbingu ikiwa hivyo itaboa. Biblia inatuambia mbingu kutakuwa zimejazwa furaha, amani, na kutafanya mambo mbalimbali. Na hivyo katika shughuli zetu zote hizo, Biblia inatuambia kila Sabato tutakuwa tunaacha shughuli zetu zote, tunakuja kukusanyika kumwabudu Mungu mfalme wetu mwema. Ya kwamba hata nikiwa huko katika mafaa galaxy huko nikichunguza uumbaji wa Mungu, itakapofika Sabato, siku ya 7, ninakumbuka ni siku ya ibada, ninarudi katika Yerusalemu mpya kumwabudu Bwana wangu. Hii ikuonyesha ya kwamba Sabato haiishii hapa duniani. Na ndio maana shetani anaipiga vita sana, sababu anajua ni alama pekee ya mamlaka ya Mungu itakayodumu milele zote. Yesu anatuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 21 fungu la 3, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu i pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Ule utengano uliokuwapo kati ya sisi na Mungu utakomeshwa. Mungu atakaa pamoja na sisi. Sasa hivi Mungu yuko huko juu kwenye sayari yake, akitawala malimwengu yote kutoka katika kiti chake cha enzi. Lakini wasaa unakuja ambapo tutakaa naye, tutatawala naye, atatuonyesha na kutuelewesha zaidi na zaidi. Ndugu yangu mpendwa, pamoja na kwamba Biblia imetupa hints, hizi glimpses ndogo ndogo za kuchungulia eternity, lakini Paulo anatuambia katika Wakorinto wa kwanza 2:9, lakini kama mlivyoandikiwa, mambo ambayo macho hayakuona wala sikio hayakuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Yani hapo ndipo naishiwa nguvu. Yani pamoja na kwamba Biblia imetuonyesha kwamba kule kutakuwa na mambo haya mazuri, haya mtafanya hivi, mtafanya hivi, Paulo anatuambia yani hapo hata haifikii trailer. Mungu ameandaa mambo mazuri, surprise upon surprise kwa ajili ya watu wake. Waimbaji fulani waliimba wakisema, tukifika kule mbinguni ni kushangaa tu, ni kushangaa tu. Maana Mungu ameandaa surprise after surprise. Yani unashangaa uzuri huu, umegeuka huko uzuri huu, mara unasikia ni bahari ya kioo, mara meza sijui imefanya nini, mara ni mambo mazuri yatakuwa yametuzunguka for eternity. Ninayatamani maisha hayo. Mungu anisaidie niweze kushinda, niafikie maisha hayo. Biblia inatuambia katika Ufunuo 21:27, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyie machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Ili uweze kuurithi uzima wa milele, lazima jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima na mwanakondoo. Na ili uandikwe katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo, ni lazima umkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu anasema katika Yohana 14 fungu la 6, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndugu zangu, hakuna njia nyingine yoyote ya kuurithi uzima wa milele isipokuwa kwa Yesu. Hakuna mtume yoyote aliyewahi kutoa kauli ya namna hii.
Yesu pekee anasimama akisema yeye ndiye njia. Hakuna habari ya kusema kwamba eti kwa Mungu kuna njia mbalimbali. Kama unaenda Kariakoo, mwingine anaweza kupita Magomeni, mwingine anaweza kupita barabara ya Nyerere, mwingine anaweza kupita Uhuru. Hakuna. Kwenda kwa Baba njia ni Yesu pekee, sio kupitia Muhammad, sio kupitia Buddha, sio kupitia Krishna, sio kupitia yoyote isipokuwa Yesu pekee. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima, na kwa yeye wote watakao mtumaini wataurithi uzima wa milele. Anatuambia katika Matendo ya Mitume 4:12, wala hakuna uokovu katika mwingine awe yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu wanalopaswa kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine lolote litakalotupatia wokovu. Sio Krishna, sio Muhammad, sio Buddha, ni Yesu peke yake. Naye anasema katika Yohana 14:13, basi mimi nikienda kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi na ninyi muwepo. Mimi ninatamani kuwepo katika mji ule. Ninakuombea na wewe uwepo, na masharti ni rahisi tu. Ili uwepo, lazima umpokee Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na ikiwa unampokea sasa awe Bwana Mwokozi wa maisha yako, nataka nikuweke mikononi mwake masaa haya. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tazama rafiki ambaye ameamua baada ya kusikia habari njema ambazo umewaandalia watoto wako, ameamua kukupa Yesu maisha kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, ili apate kuwa sehemu ya warithi watakaorithi uzima wa milele. Biblia imetufunulia japo kidogo tu juu ya mazuri yanayotungojea. Paulo anasema hakuna jicho wala ulimi wala kuingia moyoni mambo mazuri ambayo umetuandalia. Baba, tunapigana vita na mwovu Shetani. Mtume Roho wako Mtakatifu atuwezeshe kushinda, ili tuwe warithi katika ule uzima wa milele. Itatusaidia nini tukiupata ulimwengu mzima na kisha kupoteza uzima wa milele? Itatusaidia nini kuitwa Wakristo kwa muda mrefu na baadaye kupoteza uzima wa milele? Masaa haya tunaomba utujaze kwa Roho Mtakatifu atakao tuwezesha kusimama na neno lako la kweli, ili Bwana utakapokuja utuchukue tukaurithi uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu ninaomba, amen. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.